Zaidi ya watu 300 wamejeruhiwa huku wengine 35 wakipoteza maisha kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yaliyofanyika mwezi Julai, kwa mujibu wa mkuu wa kituo cha uhusiano na habari cha Wizara ya Afya nchini Iran, Hussein Kemopua alisema kuwa kufikia saa 6 mchana tarehe 24 Julai, idadi ya majeruhi ilikuwa imezidi 300 huku waliopoteza maisha wakifikia 35. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilitangaza kuwa lilifanya shambulizi la pamoja la makombora na ndege isiyo na rubani drones lililolenga mfumo wa rada wa tahadhari wa Said Ashram katika kambi ya anga ya Al Salam nchini Kuwait pamoja na eneo lililoripotiwa kuwa sehemu ya mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani katika bandari ya Qasli. Kwa mujibu wa taarifa namba 15 kuhusu awamu ya 8 ya Operation Nasr 2, shambulio hilo lilifanyika kujibu kile IRGC ilichokiita mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo ya pwani na miji ya kusini mwa Irani yaliyofanyika siku ya kwanza. Operesheni hiyo ilitekelezwa kwa ushirikiano kati ya kikosi cha wanamaji na kikosi cha anga cha IRGC. IRGC ilisema ilitumia makombora na ndege isiyo na rubani na kulenga rada tahadhari ya Siram iliyoko katika kambi ya anga ya Al Salam pamoja na eneo ambalo lilidai kuwa lilikuwa linatumiwa na wanajeshi wa Marekani katika bandari ya Qasli nchini Kuwait. Katika taarifa hiyo, IRGC pia ilitoa wito kwa wananchi wa Kuwait kuondoa kile ilichokiita uwepo wa majeshi ya kigeni nchini humo, ikidai kuwa Marekani imekuwa ikitumia ardhi ya Kuwait kutekeleza mashambulizi dhidi ya Iran, ikiweka mkazo kwa hatua hiyo ingelinda heshima na hadhi ya kihistoria ya taifa hilo. Mashambulizi karibu na hospitali ya saratani ya Shahid Bagheri yalisababisha wagonjwa 211 kuhamishwa. Mashambulizi ya Marekani karibu na hospitali ya Shahid Bagheri katika mji wa Havaz, ambao ni moja wa hospitali kuu zinazotoa matibabu ya saratani na magonjwa ya damu, ilisababisha uhamishaji wa dharura wa wagonjwa 211 waliokuwa wamelazwa hospitalini hapo. Kwa mujibu wa taarifa, makombora kadhaa yalipiga maeneo yaliyoko karibu na hospitali hiyo wakati Marekani iliposhambulia maeneo mbalimbali mji wa Havaz, ingawa hospitali haikugongwa moja kwa moja. Ilipokuwa mikubwa ilisababisha hofu kubwa kwa wagonjwa, ndugu zao na wahudumu wa afya, hali iliyolazimu uhamishaji wa haraka wa wagonjwa wote katika hospitali hiyo. Mkurugenzi wa hospitali ya Shahid Bagheri alisema wagonjwa wote 211 walihamishwa salama na wagonjwa waliokuwa katika hali nzuri waliruhusiwa kurejea nyumbani kwa idhini ya madaktari, huku wale waliokuwa bado wanahitaji huduma maalum wakihamishwa katika hospitali ya Gorestan na Shafa. Aliongeza kuwa wodi zote za wagonjwa ziliondoa watu kama tahadhari na kwamba hospitali inatarajia kurejea kutoa huduma zake za kawaida katika siku zijazo endapo hali ya usalama itaimarika na mamlaka husika zitaridhia. Hospitali ya Shahid Bagheri ni moja ya vituo vikuu vya matibabu vya saratani na magonjwa ya damu katika mkoa wa Khuzestan, ikiwa na umaarufu mkubwa katika matibabu ya watoto wenye saratani na kuwahudumia wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa huo na maeneo jirani. Wakati huo, naibu gavana wa Khuzestan anayeshughulikia masuala ya usalama alisema maeneo 8 karibu na Havaz yalilengwa katika mashambulizi hayo na kwamba kwa mujibu wa taarifa za awali hakukuwa na vifo vilivyorekodiwa. Kwa upande wake, mkuu wa kituo cha uhusiano cha habari cha Wizara ya Afya alisema wagonjwa wengi pamoja na ndugu zao walikimbia hospitalini kutokana na milipuko mikubwa na mitikisiko iliyotokea, huku wagonjwa waliokuwa katika hali mbaya wakihamishwa katika hospitali nyingine nchini ya utaratibu wa dharura. Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC Brigadier Jenerali Hossein Mohab alisema operesheni za kijeshi za Iran kwa sasa zinalenga kuharibu miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Mohab alisema Marekani haipaswi kudhani kuwa inaweza kuendelea na mwelekeo wa sasa wa mapigano na kugeuza mgogoro huo kwa vita ya muda mrefu vya kuchoshana nguvu. Aliongeza kuwa kwa sasa operesheni za Iran zimejikita katika kushambulia na kuharibu miundombinu ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo, ikiweka mkazo kuwa hatua zinazofuata za operesheni zitaanza baada ya malengo hayo kukamilika.